Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu nyote mlioko diaspora na ndugu zangu nyote mlioko Mombasa County. Kwa kweli ni masikitiko kwa wakazi wa Mombasa. Jana tulikuwa katika mjadala wazi ndani ya Changamwe kuhusu mambo ya NGCDF, wanaofaidi ni kina nani, na mjadala ulikuwa mkubwa sana, tukijadiliana na ndugu yangu Joseph Were. Maamuzi niliyotoa mimi, wanaofaidika ni jamii ya kutoka Luo Nyanza ndani ya Mombasa kuhusu NGCDF, kwa sababu tumeona wengi wanaofaidika ni wao, lakini wenyeji ile faida ya ugatuzi hawauoni. Faida ya ugatuzi hatuoni sisi, kwa sababu wao alikubali kwamba wao ndio mabroka wa wanasiasa wa Mombasa. Jamii hii yao ndio mabroka, kisha wakasema wao ndio wanaopiga kura, lazima wafaidike na NGCDF. Je, hatari iko hapo? Hata scholarship wanaofaidika ni wao. Kwa hiyo kuna hatari kubwa sana kwa wenyeji. Kweli hatuombe NGCDF kuondoka, tunataka NGCDF irudi, lakini wanaofaidika, je, wenyeji wanafaidika kiasi gani? Scholarship wenyeji wanaopata ni wangapi? Hii ndio hatari kubwa katika mji huu wa Mombasa. Kwa hiyo walikubali kama wao ni mabroka wa wanasiasa, na hili nilizungumza mbele ya Kadamnasi kwamba wao ni mabroka wa wanasiasa wa hapa Mombasa. Wengi tunawaona wanatembea na vibagi Mombasa, mabroka wa wanasiasa wa Mombasa. Kule kwao hakuna haya, na kule kwao hutaona basari ziking'ang'aniwa kama hivi. Wao wana mahesabu yao na watu wao wanawasomesha, lakini hapa kwetu watu wetu hawasomeshwi. Wanasomesha hawa hapa, napata basari na kule wanapata basari. Je, faida ya ugatuzi tuko nayo sisi? Nauliza ndugu zangu wa Pwani, faida ya ugatuzi sisi tuko nayo? Je, makazi wanaopata percentage kubwa ni wanathi ama ni wao? Kwa sababu wao wanasema wanampigia mbunge kura, hata nafasi za kazi wao wanafuata first priority, kwa sababu wao ndio waliowaeka. Hili nilikubaliana nao. Hili nilikubali kwa sababu wao wanaletana, kwa sababu ule mbunge ataka kukalia madaraka, wale watu watawakubali na atatafutia kazi, lakini ndugu zake wenyeji wawe maskini. Hili ndio tatizo la wabunge wetu. Pili, mimi nampongeza Waziri Osman kwamba ametafuta uwanja wa kujengwa soko ndani ya Jomvu. Pili, soko la Sega nilikaa naye nikaangalia kwamba idadi kubwa, wanadai county kwamba idadi kubwa ya soko la Sega ni makapenta, na soko lahitaji watu wanauza nyanya, tomato, mboga, lakini wengi ni watengezaji vitanda. Kwa hivyo soko, pana haja kubwa soko la Sega kutengezwa. Hata tulikubaliana na ndugu yangu Alhaji Shebe kwamba hili soko linahitaji kuundwa la kisasa. Na si soko tu hilo, mpaka soko kuna soko litajengwa Bamburi, kuna soko litajengwa Changamwe, kwa hivyo kuna soko linajengwa Likoni. Tunangoja masoko wasema washapata wafadhili county. Na soko la majengo watu wanauza mpaka nje, lazima pia nalo litajengwa, washapata wawekezaji. Kwa hiyo ni pongezi kwa Waziri Osman. Pili, mimi nashangazwa sana na ripoti ya ndugu yangu Mohamed Faki Senator kwamba tuliona ndani ya Junda kuna ECD ya udongo. Leo karne hii tulionayo ndani ya Mombasa County, waziri mwenye kujiproud, waziri wa ECD. Waziri wa ECD Bwana Mbwarale, ndani ya Junda kuna ECD ya udongo mpaka kesho. Alafu kuja kwa chombo cha habari wajiproud tumefanya. Sasa raia wanalipa tax katika nchi hii, na serikali inaleta mgao katika county. Vipi mpaka leo Junda imekuwa marginalized? Kwa nini uwekee ECD ya udongo? Tena imejengwa na wazazi Bwana Mbwarale. Kwa hiyo huyu waziri wa ECD ndani ya Mombasa County tuna matatizo na waziri huyu. Wallahi tuna matatizo. Kitu kingine ni waziri
wa Mvita bwana Dan Manyala. Hizi mvua mpaka kule sehemu za Likoni, Muhajirin, hali ni mbaya mvua inaponyesha kama hivi. Leo ukija Changamwe kuna matatizo, ukija sehemu ya Jomvu kuna matatizo. Sasa we ni waziri wa kaunti nzima ya Mombasa ama ni waziri wa Mvita? Mimi nimewaambia jana kwamba waziri Dan Manyala ni waziri wa Mvita. Kwa hivyo huyu hatufai. Dan Manyala hafai kuwa waziri wa county government ya Mombasa. Huyu ni waziri wa Mvita. Kwa hiyo tuna matatizo. Ndugu zangu wa Muhajirin, niliwahi kuwachukua mpaka kwa waziri Dan Manyala akawakimbia wazee wa Muhajirin. Na ithibati niko nao, na yeye mwenyewe wajua Dan Manyala kwamba haya ni kweli anayozungumza profesa. Kwa hiyo tuna matatizo ya waziri Dan Manyala. Na kama mambo haya anayafanya mambo haya yanatokea na yeye anajua, basi hastahili kukalia madaraka kwa waziri. Ndugu yangu Governor Dan Manyala hatufai. Sisi tumelia kama jamii ya Wajomvu na Wachangamwe. Hatuna waziri, lakini mambo yangekuwa yameisha. Lakini leo umepata fursa ya kufanyia wananchi kazi bila Dan Manyala, unafanya upetepetevu. Leo barabara hata hii ya Marikiti ndani, angalieni maji yalivyojaa. Ati tuna waziri Dan Manyala. Dan Manyala, nenda kafue. Kwa hiyo tuna matatizo ndani ya county government ya Mombasa, baadhi ya mawaziri hawatufai. Kitu kingine, wizara ya ujenzi yale yaliyotokea Bamburi haistahili. Ni kama ambaye Mombasa County hatuna maengineer. Mheshimiwa Senator, Mombasa County hatuna maengineer. Vipi shimo hili hakuna maengineer kulipitia kwenda kuangalia? Lakini leo mwenda mvunjia mtu asset yake, nani atakayemlipa na yuko na hati miliki? Nani atakayemlipa? County government. Kwa hiyo tuna matatizo ya county government, maengineer hatuna. Hili government nitakwambia hatuna maengineer. Failure waziri wa lands. Failure bwana Mado. Kitu kingine tunamwambia Boy Scout, umejenga kweli police station nzuri sana Mbaraki. Lakini pale kwa makaburi huoni yale watu wanapolala ndani ya makaburi kama wanatisha usalama wa wananchi. Boy Scout, mimi nasikitika wananchi wa Mombasa County ama hususan wa Mvita, matatizo mlionayo haya, na bado mbunge huyu bubu mko naye. Sasa lau NGCDF isitoke, watoto watasoma vipi? Na shule ziko karibu kufunguliwa ndugu zanguni. Leo raia ndani ya Mombasa kuna wazazi wengi hawajiwezi, wananipigia simu, profesa sijui nini watoto skuli. Sasa mimi si mbunge ndugu zangu, pia mimi kama nyinyi. Lakini lao watu wamemaka, shule zafunguliwa, vipi watoto watasaidika kwenda zao shule? Shukran sana ndugu zanguni.